Wafula, kwingineko ni kwamba zaidi ya vijana 6 akiwemo mwanamke mmoja wanazuiliwa na maafisa wa polisi mjini Kakamega kwa kosa la kujifanya polisi na kuunda kituo bandia cha polisi kilichotumika kuadhibu watu. Vijana hao walikuwa wakikamata wakazi, kuwazuilia kwa muda na kuwatoza shilingi 300 ili waachiliwe, huku waliokosa kulipa wakibaki ndani na kuchapwa viboko. Kisa hiki kilitibuliwa na naibu chifu wa eneo hilo Isaac Kayumba, aliyebaini kuwa wakazi wengi walikuwa waathiriwa wa udhalimu huo. Waathiriwa walieleza kuwa walifungiwa kwenye chumba kimoja, wanaume kwa wanawake, wakilazimika kutumia ndoo kwa haja ndogo na kubwa. Chakula chao kilitolewa na vijana hao kama ilivyo katika vituo halali vya polisi, lakini wakiwa katika mazingira duni. Walinitoa tu kwa mlango, sikujua wenye wananipeleka chenye kinaendelea. Kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachapa, pia mimi nikaingizwa huko na nikalala huko siku 3 kana chapa. Wakasimama tu hapo mpaka nikamaliza kuoga, na wakaniambia umemaliza kuoga? Nikasema nimemaliza kuoga. Haya, vaa haraka, toka tuende. Nani mwenye anakuita? Nikasema makosa ni nini? Hakuna, wewe twende unaitwa huko. Haya, nikakaa niliingia saa 10, nilipata hawa huko. Niliingia saa 10. Kuingia hapo ndani nikakaa ikafika saa 6 usiku. Saa 6 usiku sasa ndio ikaanza sasa viboko. Walinichapa hii mapacha si mapacha. Hii ni siku ya 3 nikiona hiki kitendo. Nikauliza, kwa nini mnafungia vijana wa hapa? Wakaniambia wewe utaingia hapa. Nikauliza kijana mwingine, akasema nataka kusimamisha watu wa pombe. Watu wa pombe wote hapo. Na hapo mavipoko zikaanza. Walikuwa watu karibu 3 wenye walipikwa juzi kuamkia jana, mpaka mmoja akatolewa nguo, mwingine akapikwa mpaka akapasuliwa kichwa. Kwa leo hii tumeshika zaidi ya vijana wa 5, ni 6 kwa jumla, ambao pia wale waathiriwa wamedhibitisha kwamba ni wale waliwachapa. Na wanatishia watu pale, sasa wameogopewa kabisa, hakuna mtu anaweza peana ripoti kuhusu mambo ya vijana.